Hatimaye Mwamposa, mzee wa upako huyu, ametinga Msumbiji kwa ajili ya kwenda kulipeleka neno la Mungu kule, na amepokelewa kwa shangwe na kwa shauku kubwa kweli kweli. Mtumishi huyu wa Mungu Boniface Mwamposa ameojiwa na waandishi wa habari wakati akiwa ametua uwanja wa ndege pale Msumbiji, na maswali ambayo waliulizwa ni kwamba amejisikiaje kufika eneo la Msumbiji, amelipokeaje eneo hili. Mtumishi wa Mungu Mwamposa yeye amesema kwamba kwa kweli anamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndiye amempa uwezo na kibali cha kuweza kuwa na uwezo wa kuweza kuwatumikia wengine, maana kwamba sio kwa ujanja wake, ila isipokuwa Mungu ameweka karama ndani yake, ili sasa hiyo karama aitumie kwa ajili ya watoto wa Mungu. Hivyo basi Mwamposa amesema kwamba na hiyo haiwezi kuishia tu Afrika, itaenda mpaka nje ya Afrika. Na Mwamposa amesema hivyo huku akiwa tayari amekwisha kuvuka bara la Afrika. Kwa sasa ameenda nchi nyingi sana katika maeneo ya nje ya Afrika hii hapa. Na mazungumzia Afrika sio kwamba Afrika Mashariki tu peke yake, yani Afrika yote. Mwamposa jina lake limefika, na kwa kiasi kikubwa Mwamposa ametembelea nchi nyingi sana za hapa Afrika. Mwamposa akiendelea kuhojiwa na mwandishi wa habari amesema kuwa kama akiendelea kumtumikia Mungu, kila kitu kwake yeye kitakuwa sawa, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitakuwa tofauti kama Mungu amekipanga. Maana njia ya Mungu siku zote ni njia ya haki na kweli, hakuna janja janja kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, hebu niambie basi, mtumishi wa Mungu huyu Boniface Mwamposa, wewe kama wewe katika eneo ambalo huko amekugusa kwa namna gani, au kitu gani ambacho Mwamposa mpaka hii leo ameacha alama katika imani yako, katika maisha yako? Maana ameponya Mwamposa watu wengi kupitia maombi ya live, lakini pia yale maombi ya kwenye redio na hata yale maombi ya kwenye TV. Watu wamekuwa wakitoa ushuhuda kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo kavifanya Mwamposa. Hakika Mungu wa Mwamposa, ambaye Mungu yuko ndani yake, ambaye anayetenda kazi ya uzima na ufufuo. Yani ufufuo inamaanisha kwamba sio mtu afe mwili azikwe alafu ndo afufue. Hapana, kinachofufuliwa ufahamu, na ufahamu ambao ulikuwa umezimia, umelala, umefanyaje, kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu kupitia mtumishi aliyepakwa mafuta. Mwamposa amekuwa akipokelewa zaidi, na watu wengi wamekuwa wakielewa uwepo wake na wanapokea huduma yake hiyo. Na baadhi ya watu wengine wanasema kwamba mafuta ya Mwamposa yamewasaidia, yale maji ya Mwamposa yamewasaidia. Unaona bwana. Na wale ambao wanapinga kwamba Mwamposa afanyi kazi kwa misingi na kwa ubora zaidi, ni wale ambao hawajaweza labda kufikwa na matatizo na hawajaweza kusaidiwa na Mwamposa. Ila kwa wale ambao wameweza kusaidiwa kupitia Mwamposa, wamesaidiwa na Mungu kupitia Mwamposa, basi wana ushuhuda wa kusema kwamba baada ya kutua katika madhabahu hiyo, kuna vitu vilionekana, kuna vifungo vilifunguka, kuna njia zilionekana, kuna mambo yalifunguliwa. Maana wengi wanatoa ushuhuda na kusema kwamba wale waliokuwa wakisumbuliwa na uzazi walipata watoto na wakazaa pia. Wale ambao walikuwa wanasumbuliwa kazini palitulia baada ya kupata maombi na mafuta ya upako na maji ya upako kutoka kwa mtumishi Mwamposa. Kwa hiyo Boniface Mwamposa amezidi kufanya vizuri zaidi, na amekuwa ni maarufu sio tu Tanzania, bali amekuwa maarufu yani Afrika. Kizungumzia Mwamposa unazungumzia dude kubwa sana ambalo limeaminiwa na Mungu kuitenda kazi yake bila mipaka. Maana wamepewa mamlaka, amepewa mamlaka kukanyaga nge kwa nyoka, sio kwa uweza wake, bali ni kwa uweza wa Mungu. Basi kwa leo mimi niishie hapo, nikuachie wewe tafakuri. Uniambie kupitia comment kwamba Mwamposa
alishawahi kukuoneshea ushuhuda na kitu gani ambacho kilitokea baada ya kukutana na Mwamposa. Kuna vitu vingi sana, unaweza ukatoa maoni yako pia. Kitu gani ambacho unakidhani kwamba Mwamposa akiendelea kukifanya zaidi kwako itakuwa ni bora zaidi, aendelee kutembea nchi za nje zaidi au kufuata kijijini kwako, au kuna sehemu ambako hajafika unataka afike, basi toa maoni yako hapo chini. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi atampa kibali cha yeye kuweza kuona na kuweza kuona comment yako kuweza kujibu. Usisahau kusubscribe. Bye bye.